DCP Rigathi Gachagua amemkosoa waziri wa afya Aden Duale kwa matamshi aliyotoa yanayodaiwa kuidhalilisha jamii ya Wagikuyu, akibaini kuwa Duale anatumika vibaya na Rais William Ruto kuleta ugomvi baina ya jamii ya Wagikuyu na Wasomali. Gachagua amezitaka jamii hizo mbili kutokubali kugawanywa na wanasiasa, akizitaka kuungana kuhakikisha wanapigana na uongozi mbaya kwa kumuondoa Rais Ruto mamlakani katika uchaguzi mkuu ujao. Baada ya waziri wa afya Aden Duale kuonekana kuishambulia jamii ya Wakikuyu kutokana na matamshi yake yanayodaiwa kuidhalilisha jamii hiyo, kinara wa DCP Rigathi Gachagua amemkosoa Duale akidai kuwa anatumika vibaya na Rais William Ruto kuleta ugomvi baina ya Wakikuyu na jamii ya Wasomali. Ametuma huyu Aden Duale atukane sisi. Hapo mbele amekuwa anaenda kila pahali akisema sisi ni wakabila. Sasa ametuma huyu Aden Duale ati sisi ni mafisi, ati we are hyenas. Na huyu si Duale anaongea, huyu ni Kasongo. Mimi namjua hii Kasongo, si nilikuwa na yeye. Akitaka kutukana jamii, ametukana watu ya Mlima Kenya. Akieleza ushirikiano anaosema umekuwepo baina ya jamii hizo mbili, Gachagua amezitaka jamii hizo kutokubali kugawanywa na wanasiasa. Wasomali na sisi ni chanda na pete. Wasomali na watu ya jamii ya Mlima tunafanya biashara pamoja. Na uchumi wa nchi hii inasaidiwa sana na jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya. Na hatutaki Duale atumiwe na Kasongo alete ugomvi kati ya jamii ya Wasomali na jamii ya Mlima Kenya. Na mimi nafurahi sana na viongozi ya Wasomali na professionals mumemkachifu Duale na kusema hamutaki hiyo ujinga ya kutumiwa na Karuto kutukana jamii ya Mlima Kenya. Tunaishi kwa amani na Wakikuyu, tunaishi kwa amani na Wakamba, tunaishi kwa amani na Wambere, na tunaishi kwa amani na watu wote ambao wako huku, si ndio? Mimi nataka munipe nafasi nikuwe gavana wenu, nishikanishe Embu mzima na nigawanye maendeleo equally ili kila mtu asikie vizuri. Aidha, amemkosoa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa madai kuwa ananuia kuyakandamiza makundi ya vijana wa maeneo ya Mlima Kenya watakaojitokeza kukabiliana na wahuni waliotumwa kuvuruga amani maeneo hayo. Hiyo maneno mumezoea ya kubadilika sisi majina. Ati unasema hii Wakikuyu ni Mongeki ndio muanze kuumiza vijana. Hao ni vijana ya jamii yetu. Na hao si Mongeki na hao si wahuni. Hao hapana watu criminals. These are our young people who have taken a firm stand to protect their community, to protect their leaders, to protect their churches, to protect their women, to protect what the community believes in. James Mwangi, Undugu TV.